zishaanza. Chana vurugu zenu. Kuja mbele yetu tena anakuja. Wakuu wa gati na wasaidizi wa ukaguzi wa Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Ange
Haya.
Wafuatao ni waliofanya vizuri zaidi kutoka kundi la pili la shahada ya sayansi ya kijeshi. Aliyefanya vizuri zaidi katika fani zote kwa ujumla ni afisa mwanafunzi Peter Elias Msoma. The overall best trainee of Cadet Peter Elias Msoma is marching to the dais. Aliyefanya vizuri zaidi katika medani ni afisa mwanafunzi Vivian Cleophas Mchungus. The best trainee in the field of Cadet Vivian Cleophas Mchungus is marching to the dais. The best trainee in academic performance of Cadet Francisco Claudio Kasongo is marching to the dais. Na afisa mwanafunzi mwanamke aliyefanya vizuri zaidi ni Yasinta Raymond Joseph. The best female trainee of Cadet Yasinta Raymond Joseph is marching to the dais. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, wafuatao ni maafisa wanafunzi waliofanya vizuri zaidi kutoka shule ya anga ya kijeshi. Aliyefanya vizuri zaidi katika mafunzo ya urushaji wa ndege vita ni afisa mwanafunzi Emmanuel Stanley Maim. The best fighter pilot trainee of Cadet Emmanuel Stanley Maim is marching to the dais. Na afisa mwanafunzi mwanamke aliyefanya vizuri zaidi katika mafunzo ya urubani ni Judith Charles Magembe. The best female pilot trainee of Cadet Judith Charles Magembe is marching to the dais. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, hapo ndio mwisho wa kutoa zawadi. Punde tutakuomba
heshima na taadhima, sasa tunakuomba utunuku kamisheni. Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa mujibu wa madaraka niliyopewa katika ibara 148(2) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kifungu cha 29(5) cha Sheria ya Ulinzi wa Taifa, ninawapa kamisheni kuwa maafisa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania katika cheo cha luteni usu kuanzia leo tarehe 22 mwezi wa Novemba mwaka 2021. Mungu awasaidie. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, maafisa hapa sasa na bado vita baada ya kutunukiwa kamisheni. Invited guests, ladies and gentlemen, the newly commissioned officers are now titling their new ranks. katika jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania na kudai kwamba nikiwa mzalendo takuwa mwaminifu kwa nchi yangu, taitumikia nchi yangu katika utumishi wake katika cheo chochote, nitatii sheria, kanuni na amri zote zilizokwisha tolewa na nitakayotoa mara kwa mara na wakuu wangu kwa mujibu wa sheria. Tawafunza na kuwazoesha nidhamu nzuri, utiifu, uhodari na uaminifu maafisa na askari wako chini ya uongozi wangu. Taenda kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitamtii, taenda kumtumikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Mungu nisaidie.
marubani wenzao. Kuvishwa bawa kunarasimisha kuwa sasa wao ni marubani katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Wa kwanza ni Luteni Asnat Rashid Akbar. Lieutenant Asnat Rashid Akbar is marching to the dais to be donned the aviator badge on behalf of transport pilots. Na afuataye ni Luteni Usu Ibrahim Joseph Mamboli. Second Lieutenant Ibrahim Joseph Mamboli is marching to the dais to be donned the aviator badge on behalf of fighter pilots. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba kutumia nafasi hii kumkaribisha mkuu wa chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli, Brigedia Jenerali Jackson Jairus Mwaseba, ili atoe taarifa fupi ya mafunzo ya maafisa wapya waliotunukiwa kamisheni hii leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Mheshimiwa Balozi Hussein Athman Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Dr. Stockman Lawrence Taxi, Waziri wa Ulinzi wa Jeshi la Kujenga Taifa, Dr.
Lamek Mgulu Nchemba, waziri wa fedha na mipango, Profesa Joyce Ndalichako, waziri wa elimu na sayansi na teknolojia, Mheshimiwa George Boniface Simba Chawene, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, waheshimiwa mawaziri mliopo, Dr. Faraj Kasidi Mlepe, katibu mkuu wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa, General Venance Salvatore Mabeyo, kwa majeshi ya ulinzi, kwa majeshi ya staafu mliopo, Lieutenant General Matthew Edan Kingule, mnadhimu mkuu wa jeshi, mnadhimu wakuu wa jeshi wa staafu, mkuu wa jeshi la kujenga taifa Meja General Rajab Nduku Mabele, wakuu wa ulinzi na usalama, wakuu wa command, wakuu wa matawi makamu mkuu wa jeshi, Meja General Ibrahim Michael Mohona, mkuu wa chuo cha ulinzi wa taifa, maafisa jenerali mliopo, Colonel Paul Masinde, mkufunzi mkuu wa majeshi mliopo, maafisa wakuu na maafisa wadogo, afisa mtawala wa kwanza Martin Peter Kazio, Sameji wa jeshi, askari wote, wageni waalikwa, ndugu na nchi, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais wa Jeshi Mkuu, kwa heshima na taadhima kubwa, naomba kutumia fursa hii adhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema, na zaidi sana kwa kutuwezesha kuhudhuria sherehe hizi za kamisheni ambazo zinafanyika hapa Arusha katika chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli. Kwa niaba ya maafisa, askari na watumishi wa umma wa chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli, naomba kutoa shukrani za dhati kabisa kwako Mheshimiwa Rais wa Jeshi Mkuu kwa kukubali ombi letu la kutunuku commission leo tarehe 22 Novemba 2021. Kwetu sisi chuo ni heshima na faraja kubwa sana, hasa ikizingatiwa kuwa ni mara yako ya kwanza kuja hapa Monduli hapa TMA ukiwa rais na Jeshi Mkuu wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais, nasema asante kwa kubali ombi letu la kuwa mgeni rasmi katika hafla hii. Mheshimiwa Rais na Jeshi Mkuu, baada ya utangulizi huo, sasa naomba kuwasilisha maelezo mafupi ya kozi ya maafisa wanafunzi kundi la pili mwaka 2018 shahada sayansi ya kijeshi, na kundi la 8 2018 jeshi la anga uliotunuka mission muda mfupi uliopita. Kundi la pili la mwaka 2018 shahada sayansi ya kijeshi, kozi hii ilifunguliwa tarehe 5 Novemba 2018 ikiwa na jumla ya maafisa wanafunzi idadi 75 wote wa Tanzania. Katika idadi hiyo, maafisa wanafunzi wanaume walikuwa 49 na maafisa wanafunzi wanawake walikuwa 26. Uliachisha mafunzo ni maafisa wanafunzi idadi 15 kwa sababu mbalimbali ikiwemo ugonjwa, kushindwa kufikia viwango vya ufaulu, kukimbia mafunzo na utovu wa nidhamu. Aidha, afisa wanafunzi idadi 1 aliongezeka baada ya kurudia muhula akitokea kundi la kwanza la 2017 shahada sayansi ya kijeshi. Hivyo idadi ya maafisa wanafunzi waliotunuka mission kwa leo ni 61. Afisa wanafunzi idadi 1 alihudhuria mafunzo yake ya kijeshi nchini China. Kundi la 8 2018 jeshi la anga. Kundi la marubani lilikuwa na maafisa wanafunzi idadi 56 ambao walifanya mafunzo yao ya urubani na ndege vita na usafirishaji na ndege na ufundi ndege katika vyuo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Walifanyia mafunzo yao kama nilivyoeleza katika nchi hapa ndani ya nchi na nje ya nchi yetu. Maafisa wanafunzi wote ni wa kamanda ya jeshi la anga. Kati yao maafisa wanafunzi idadi ya 53 ni wanaume na 3 ni wanawake. Mheshimiwa Rais wa Jeshi Mkuu, maafisa wanafunzi waliotunuka mission leo idadi yao ni 118. Kati yao wanaume ni 99 na wanawake ni 19. Aidha, maafisa hao wapya wana elimu kwa mchanganyiko ufuatao: Bachelor of Military Science idadi 61, chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli; Bachelor of Infantry Element Commanding idadi 1 nchini China; marubani ndege vita 21, marubani wa helikopta idadi 18, navigators idadi 8, wafundi ndege idadi 9. Mheshimiwa Rais wa Jeshi Mkuu, huo ndio mwisho wa maelezo mafupi ya maafisa wanafunzi waliotunuka misheni leo hii. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jeshi Mkuu kwa kunisikiliza.
Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, hapo ndio mwisho wa gwaride. Naomba kuwatoa maafisa wapya uwanjani, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, maafisa hapa sasa wanatoka uwanjani. Hawa ni makamanda hapa ya jeshi letu ambao wamepata mafunzo yao kutoka chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli na shule ya anga ya kijeshi Morogoro. Jumla yao ni 118, kati yao 19 wanawake na 99 ni wanaume. Asanteni. After training at the military academy and the military school for the sharing. The Atulama is 102.
Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, naomba sasa nikaribishe mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha Profesa Eliamani Sebaleka ili atoe maelezo mafupi na baadaye amkaribishe waziri wa fedha na mipango kutoa hotuba yake. Chuo cha uhasibu Arusha kwa mkoa wa Arusha, Jenerali Bernard Salvatori Beo wa jeshi la ulinzi na jeshi la taifa na makamanda wote wa jeshi letu la wananchi walioko hapa, Brigedia Jenerali Maseba, kamanda mkuu wa chuo cha mafunzo Monduli, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi mbalimbali wa serikali, jeshi na chama walioko hapa, wakufunzi na wafanyakazi wote wa IA na TMA, wanafunzi ya mboga graduate na wale ambao wanategemea graduate mwakani, vyombo vya habari. Kabisa kwa niaba yangu binafsi, uongozi wa chuo, wafanyakazi na jamii nzima ya chuo cha uhasibu Arusha, kukushukuru wewe kwa kuweza kutenga siku hii ya leo na kushirikiana nasi katika mahafali haya ya pili ya sayansi ya kijeshi kwa ushirikiano kati ya sisi chuo cha uhasibu Arusha na chuo cha mafunzo Monduli, yani Tanzania Military Academy TMA. Kwa sisi Mheshimiwa Rais, ni faraja sana tokea umekuwa rais, ili mara ya pili umekuja umevaa joho letu, sisi tunajivunia, tunashukuru sana, karibu sana. Mheshimiwa Rais, chuo chetu ni moja kati ya taasisi za elimu ya juu zilizo chini ya Wizara ya Fedha na Mipango, na kama ilivyo kwa taasisi zingine za elimu, sisi tumejikita katika kutoa mafunzo ya kozi mbalimbali, kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu. Na katika kutekeleza hayo, Mheshimiwa Rais, tumekuwa tukishirikiana na Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwa takriban miaka 7 sasa, ushirikiano ambao umeendelea kuzaa matunda kama ambao tunaona leo. Na chuo kingine ni chuo cha makamanda cha Duluti ambao tumeendelea kushirikiana. Mheshimiwa Rais, chuo chako kimeendelea kukua. Sasa tuna campus 3 na campus ya 4 tunakamilisha utaratibu wa kiserikali kufungua Dodoma, na sasa tuna kozi takriban 53 katika ngazi ya cheti, diploma, degree, uzamili kwa na masters, na sasa tunategemea kutoa kozi ya uzamivu kwa kushirikiana na chuo cha Nelson Mandela kuanzia mwakani Januari. Vile chuo kimeendelea kukua na sasa tuna wanafunzi zaidi ya wanafunzi 9,000 katika hizi campus zilizoko. Mheshimiwa Rais, tunaomba nigusie kwa kifupi changamoto kubwa ambayo tumekuwa tukikutana nayo ni upungufu wa walimu, upungufu wa wakufunzi. Kwa miaka kadhaa sasa sekta hii haijaajiri. Tunashukuru ujuzi hapo ulitoa kibali kwa ajili ya walimu wa sekondari na msingi. Naomba sasa utuangalie kwa jicho la kipekee elimu ya juu, kuna upungufu mkubwa sana wa walimu. Leo hii ni fahari kwetu kuwepo hapa tukishuhudia moja ya matokeo ya utekelezaji wa majukumu ya chuo ya kutoa mafunzo katika kozi mbalimbali, ambapo leo utawatunuku sayansi ya kijeshi, yani bachelor ya military science, wahitimu hawa 61 ambao wamejifunza masomo ya kiraia na kijeshi kwa miaka 3 na sasa wako tayari kutumikia taifa. Mheshimiwa Rais, Bwana Tim Cook, huyu ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Apple, akiwa anajibu siku moja hoja ya kwa nini Marekani makampuni yake yamekwenda kujenga viwanda China au kupeleka kandarasi nchini China, yeye alisema kwamba ukiitisha wataalamu wa kuunda vitu kwa maana tool engineers na technicians kwa Marekani unaweza ukajaza ukumbi mkubwa wa mikutano, lakini ukifanya hivyo kwa China utajaza viwanja 10 vya mpira na wengine wakabaki nje. Kwa hiyo akajibu kwamba wenyewe hawaendi China kufuata cheap labor, lakini wanakwenda kufuata utaalamu mbalimbali waliopo. Kilichotokea Mheshimiwa Rais ni kwamba China baada ya vita vya pili vya dunia walianza mapinduzi makubwa kwenye sekta yao ya elimu, wakilenga kuwajengea vijana ujuzi, maarifa na weledi katika vyuo vyao. Kwa kupitia sera mbalimbali na miradi mbalimbali, kwa mfano project 211 ya miaka 90, serikali kwa makusudi iliweka kufanya uwekezaji mkubwa kwenye vyuo vyao, ikilenga kuboresha tafiti zinazolenga ubobezi na uzalishaji katika viwanda. Kwa mfano, Tsinghua University pamoja na mabadiliko makubwa ya kimtaala na kiutendaji ilijenga viwanda 3 kama sehemu ya shule, cha kemikali, cha magari na cha vifaa mahususi and precise tools, na viwanda hivyo vikawa sehemu ya ufundishaji. Baada ya kufanikiwa, vyuo vingi vya China vikaendeleza mpango huo kwa sekta mbalimbali, na matokeo yake ni kuwa na wataalamu na mafundi wengi ambao ndio mpaka sasa hivi China wanajivunia
na watu wanakuja kutuuzia vitu ikiwemo furniture. Mheshimiwa Rais, sisi kama chuo huwa tunatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujitangaza. Hasa kinachotokea ni kwamba wananchi wanakuwa na uwezo wa kuwasiliana na sisi moja kwa moja kupitia mitandao hii. Kitu kikubwa ambacho kimekuwa kijirudia Mheshimiwa Rais ni kuuliza lini mnakuja mkoani kwetu au wilayani kwetu, na masuala haya yanakuja kutoka kwa viongozi au vijana au wazazi. Kitu ambacho tumejifunza ni kwamba wananchi wanahitaji vyuo kule ambako waliko. Mheshimiwa Rais, nakumbuka unashauri kutoa maelekezo ya mabadiliko kwenye mitaala yetu ili kuendana na mahitaji ya sasa na dira ya taifa inayolenga kwenye Tanzania viwanda. Kwa miaka kadhaa serikali imekuwa ikitoa hela kwenye shule zetu. Naomba nikupongeze hili mimi binafsi kama mzazi. Na hii imepelekea mambo makubwa mawili. Moja, idadi ya vijana wanaomaliza darasa 7 na form 4 imeongezeka sana. Na mbili, hizi bilioni 24 serikali inatoa kila mwaka, kila mwezi, imepelekea ubora mkubwa sana wa vijana wanaomaliza form 4. Hii maana yake vijana wanaokuja vyuo wameongezeka na wataendelea kuongezeka sana. Vile vile serikali imekuwa ikijengea uwezo wa vyuo vikuu kwa maana ya vyuo vinavyotoa degree, na vile vile kusaidia vijana kusoma kwa kutoa mikopo kwa loan board. Sasa hii imepelekea vijana wengi kukimbilia kuamini kwamba degree ndio itakao watoa. Na sasa hivi vijana wengi wangependa kweli kwenda kule, labda watachagua kwenda diploma kama akiona kwamba ameshindwa kwenda degree. Sasa Mheshimiwa Rais, tukiweka haya yote kwenye mtazamo mmoja, nadhani ni wakati mwafaka umefika sasa kuangalia sera yetu ya viwanda na sera ya elimu na kuziunganisha ili ziweze kuendana na uhalisia wa sasa hivi. Na tunaomba serikali iweze kuona kuna vitu vifuatavyo. Moja, kuwe na shule za ufundi za sekondari kwa kila tarafa. Mheshimiwa Rais, ili linawezekana kwa kujenga tu karakana moja kwenye shule moja wapo ya kata katika tarafa hiyo kutokana na shughuli za kiuchumi. Kwa mfano, kama eneo lina mbao nyingi, basi tukiunda karakana ya useremala na mwakani tukaunda karakana nyingine na mwaka ule karakana nyingine, by mwaka 2025 tayari shule ile itakuwa na karakana 5-6 na vijana wa eneo lile watakuwa wanajifunza. Vile vile serikali ione uwezekano wa kuwa na chuo cha ngazi ya diploma kwa kila wilaya. Mheshimiwa Rais, sasa hivi wilaya zina wastani wa shule za kata 30, na utakuta kwamba katika mkoa ambao una wilaya labda 4-5-6 mathalani hakuna chuo au kuna tawi dogo la chuo kingine. Kwa hiyo nadhani tukiwa na vyuo hivi itasaidia sana. Na hili Mheshimiwa Rais, inawezekana kabisa kwa kutumia miundombinu ambayo tayari ipo. Kwa mfano shule inaweza ikasoma mpaka saa 8, saa 9 ikabadilika ikawa chuo, vijana wakaanza kusoma. Wakati huo mkurugenzi wa ile wilaya akaanza mkakati wa kujenga miundombinu mikubwa zaidi. Mheshimiwa Rais, imefika mahali sasa nchi yetu imeshakuwa kubwa, tuone uwezekano wa kuwa na degree, chuo chenye uwezo wa kutoa degree kwa kila mkoa, kwa maana ya aidha kujenga au kuwa na tawi kubwa lenye hadhi ya mkoa, ikiwa ni pamoja na kuwa na miundombinu na walimu wa kutosha. Kwa mfano ukienda Uholanzi, vyuo vyao vingi vimeunganishwa na viwanda. Kwa badala ya viwanda kuwa na idara za utafiti na ubunifu, zile kazi zinaletwa chuoni, na hivyo vijana wanajifunza kivitendo na baadaye wakitoka wanaenda moja kwa moja. Mheshimiwa Rais, hii pamoja na kwamba jengea vijana ujuzi na maarifa kuunda vitu mbalimbali na baadaye kujiajiri, vile vile wataweza kuanza kuunda viwanda vidogo vidogo. Itavutia wawekezaji katika ile wilaya, na kama nchi itavuta sana wawekezaji, kwa sababu mwekezaji anakuja anataka awe na uhakika wa rasilimali wake. Vile vile kikubwa Mheshimiwa Rais, itapunguza sana vijana kuhamia mijini, rural urban migration ambayo imekuwa ni tatizo. Hii inatoa zile nguvu kazi katika maeneo ya vijijini na kuchelewesha maendeleo katika eneo hili. Mheshimiwa Rais, sisi kutokana na uzoefu tuliopata kwa kushirikiana na chuo cha mafunzo moduli, tuko tayari na tunao uwezo wa kushirikiana na wilaya au mikoa kufanya mipango hii. Mheshimiwa Rais, naomba sasa niongee kidogo na wahitimu. Ndugu zangu, naomba niwakumbushe tu kwamba serikali imewekeza fedha na rasilimali nyingi sana kwenu kuhakikisha kwamba mnapata elimu bora na yenye manufaa kwenu binafsi, kwa familia yenu na nchi kwa ujumla. Kwa ujumla, taifa linahitaji wasomi walio na nidhamu, uzalendo na maadili mema ambao watachangia kujenga nchi katika misingi ya endelevu na ya haki, na kwa kuwatumikia Watanzania kwa moyo na weledi mkubwa pasipo kuwabagua kwa misingi ya ukabila, ukanda, udini, itikadi. Niwakaribishe tena chuo chetu cha uhasibu Arusha. Mheshimiwa Rais, mahafali ni mafanikio
na wako wengi wameshiriki katika kufikisha haya mafanikio. Naomba kwa kipekee kabisa nipongeze jeshi letu la wananchi kupitia chuo cha mafunzo Monduli, Brigadier General Mwasega kwa kushirikiana nasi vema. Naomba nichukue nafasi kwa kipekee sana Mheshimiwa Rais kuwashukuru wahadhiri wote na wakufunzi wa chuo cha uhasibu Arusha na chuo cha mafunzo Monduli. Mheshimiwa Rais, tunaomba nigusie kwa kushukuru sana, umetupatia mwenyekiti wa bodi. Naomba nichukue nafasi hii kumpongeza Dr. Mwamini Tuli kwa niaba ya management ya chuo cha uhasibu Arusha. Sisi tutakupatia ushirikiano, tulishirikiana na bodi kuhakikisha kwamba tunatekeleza majukumu yetu ya msingi ya kutoa elimu bora kwa wanafunzi wetu. Baada ya kusema hayo, nikushukuru tena Mheshimiwa Rais kwa nasi siku ya leo. Asanteni sana na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba sasa Mheshimiwa Rais nimkaribishe Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, waziri wetu wa fedha na mipango, aweze kuzungumza nasi. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Stegomena Lawrence Tax, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Joyce Lazaro Ndalichako, Waziri wa Elimu na Mafunzo, pamoja na mawaziri wengine na manaibu waziri wengine tulioko hapa, Dr. Faraji Mnyepe, Katibu Mkuu Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, pamoja na viongozi wengine wa serikali walioko hapa, Jenerali Venance Salvatore Mabeyo, mkuu wa majeshi ya ulinzi, wakuu wengine walioko hapa wa vyombo vya ulinzi na usalama, majenerali, makamanda wengine, pamoja na viongozi wengine, mabibi na mabwana. Nami nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikiwa nimezingatia itifaki na kutambua uwepo wenu wote. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie fursa hii kukukaribisha katika tukio hili la pili katika siku hii muhimu. Haya ni mahafali ya pili tangu chuo chetu cha uhasibu Arusha kusaini mkataba wa ushirikiano na Jeshi la Wananchi Tanzania mnamo tarehe 20 Novemba mwaka 2015. Baada ya kusaini mkataba huu, tulizindua rasmi kuanza kutoa shahada ya sayansi ya kijeshi mwaka 2017. Na hivyo mwaka jana 2020 tulifanikiwa kutoa wahitimu 147 katika shahada ya sayansi ya kijeshi, ambao uliwatunuku shahada hiyo mwezi Aprili mwaka huu, na awamu hii ya pili tuna wahitimu 61 kama ambavyo umetoka kupewa maelezo ya awali. Kwa kuwa maelezo kuhusu chuo yametolewa na mkuu wa chuo, kabla sijakukaribisha mimi niseme neno moja tu la kukupongeza kwa kazi kubwa unayoifanya, ambayo katika kazi hiyo unayofanya, moja ya eneo ya matunda yake yanahusiana na chuo chetu kuanza mafunzo yanayohusisha shahada ya usalama wa mtandao, yani Bachelor of Cyber Security. Shahada hii imelenga kuisaidia nchi katika kupata wataalamu mahiri na wenye weledi katika kupambana na mashambulio ya kimtandao ambayo kadri siku zinavyokwenda yamezidi kuongezeka. Mtaala huu umeandaliwa kwa maono ya kimataifa na chuo kimeingia makubaliano ya ushirikiano na makampuni ya kimataifa ijulikanayo kama Checkpoint Secure Academy iliyopo nchini Israel. Na Mheshimiwa Rais, hii ni katika kutembea kwenye ndoto yako ambayo umeweka mkazo mkubwa sana katika masuala ya digitali, ambapo unalenga pia kuwa na chuo kinachojitegemea, kinachoshughulika na masuala hayo ya digitali. Hongera sana kwa kazi kubwa Mheshimiwa Rais unayofanya. Si tu katika eneo hili, kazi yako kubwa unayofanya ndani ya nchi na hata unapokuwa katika mataifa mengine imefungua fursa kubwa sana za kiuchumi, na pengine itasaidia sana nchi yetu hasa inapokabiliana na majanga mengine haya ambayo si ya kibinadamu. Mfano,
katika shughuli zako ambazo umezifanya tangia upokee kijiti hiki. Akiba ya fedha za kigeni imeongezeka kwa kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa katika siku za hivi karibuni, ikienda zaidi ya dola bilioni 6,700 ambacho ni kiwango kikubwa katika kumbukumbu zilizowahi kurekodiwa. Lakini pia Mheshimiwa Rais, nimekuwa nikikutana na mabenki, ukwasi kwenye mabenki umeongezeka, na sambamba na hiyo ukwasi pia mifukoni mwa wananchi unaongezeka, na kwa shughuli hizi ambazo juzi tu ulizizindua mwezi uliopita utaendelea kuongezeka zaidi na utaendelea kuchochea shughuli za kiuchumi. Lakini hata shughuli tu za kiuchumi ambazo hata hazipimiki kwa misingi ya kitaalamu. Nimepita Arusha siku za nyuma na hapo katikati wakati tuko kwenye mambo ya uviko 19, na jana nilipofika, Mheshimiwa Rais, nimeikuta Arusha tayari inakuwa tofauti, inapata ile sifa iliyowahi kupewa ya Geneva of Africa. Nilikuta shughuli za kiuchumi zimechangamka, na hata eneo moja tu nilifika ambalo niliwahi kufika siku zilizopita nikakuta pamepoa sana. Jana nilipofika nilikuta pana mkusanyiko mkubwa sana, shughuli za kibiashara zikiwa zinaendelea. Hii ni matokeo ya kazi kubwa unazofanya ndani na nje ya nchi. Kwa kifupi tu niliona niagusie hayo, nimalizie kwa kukushukuru tena kwa kutenga siku hii kuwa nasi hapa katika tukio hili muhimu, na nikiwapongeza wote waliofanikisha shughuli hii, chuo cha uhasibu Arusha pamoja na chuo chetu ambao ndo wenyeji wetu hapa. Na nilikuwa naangalia pale ndani kwa sababu ni mara ya kwanza kwangu mimi kufika hapa, nikawa na shangaa nikaona kazi kubwa inayofanyika, na nikaipenda na kauli mbiu yao ile ya daima mbele, ambayo ni kauli mbiu yenye maono makubwa sana. Baada ya kuyasema haya machache, naomba sasa nichukue fursa hii kukukaribisha uweze kutoa zawadi kwa wahitimu waliofanya vizuri zaidi, pamoja na kuwatunuku shahada ya sayansi ya kijeshi ya chuo cha uhasibu Arusha kwa kushirikiana na chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli. Mheshimiwa Rais, karibu sana, na nakushukuru kwa kunipa fursa hii. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, mhitimu aliyefanya vizuri zaidi kwa miaka yote mitatu ni Luteni Usu Francisco Claudio Kasongo. Mhitimu aliyefanya vizuri zaidi kwa upande wa wanawake ni Luteni Usu Rose Yusti Temba. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, na huo ndio mwisho wa kutoa zawadi. Punde tutakuomba utunuku shahada ya sayansi ya kijeshi kwa wahitimu.
Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, wahitimu walioko mbele yao jumla yao ni 61. Kwa heshima na taadhima, sasa tunakuomba watunuku shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi kama ilivyoorodheshwa kwenye kitabu cha mahafali ukurasa wa 10. Mimi Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa mamlaka niliyopewa katika kifungu namba 6 kifungu kidogo cha pili mabano F cha sheria ya chuo cha uhasibu Arusha sura ya 240 marejeo mwaka 2002 kama kilivyofanyiwa marekebisho kupitia kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili cha sheria mabadiliko ya sheria mbalimbali namba 13 ya mwaka 2019 na watunuku shahada ya sayansi ya kijeshi wahitimu 61 waliopo ambao wameorodheshwa kwenye kitabu cha mahafali. Kwa shahada ya sayansi ya kijeshi, muda mfupi ujao tutakuomba uvunje mahafali haya. Kwa sasa unaomba kurejea meza kuu.